au mtu yote akakieleza urahisi ni upendo. Baba ni mtu mwenye upendo sana sana. Ilikuwa ni siku nzuri sana na siku ya baraka. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi. Wote tulikuwa tumepata taarifa, lakini baba alikuwa yuko Dodoma. Baba kwa muda huo alikuwa anafanya TBA. Kwa hiyo hakuwa na familia kwa siku hiyo, lakini aliweza kututumia ule mkeka, zile taarifa za serikali. Tulipata kuona kama familia, tukakaa tukamshukuru Mungu. Na pia tuliona ni baraka kubwa sana kwa sababu baba amesoma umeme. Kwa hiyo na yeye pia alikuwa amefurahi sana kufanya kazi sehemu ambayo amesomea. Taarifa kwa umma, kwa ilikuwa ni furaha kama moja ya mafanikio ambayo alikuwa amepata baba, kupata nafasi fulani. Tulifurahia na tukamshukuru Mungu pia katika nafasi yake mpya ya utendaji mpaka Mungu anapomchukua. Tunashukuru Mungu amesimamia nafasi yake ya kazi, amefanya kazi vizuri, amefanya kile ambacho kwa kinahitajika. Baba mara nyingi akiwa akirudi nyumbani, hasa kwa muda huo ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa TANESCO, alikuwa pia anakuja kufanya kazi nyingine nyumbani. Kwa hiyo baba alikuwa ni mchapakazi sana. Hata akirudi nyumbani anaendelea kufanya kazi. Ukiachana na kazi pia alikuwa anatenga muda na familia. Tumeishi na baba vizuri. Akirudi atatafuta kuona kila mmoja. Kwa hiyo ni hivyo. Baba ni mtu wa familia sana. Mzee kama familia alikuwa anatushauri sana kuhusu upendo. Kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye kupendana. Kwa hiyo tukipendana sisi kama ndugu tunaweza kusaidiana, kushikana mkono, kuendelea kukaa kama familia hata kama baba pia akiwa hayupo. Kwa hiyo tumekuwa tukiona akisaidia ndugu, marafiki na watu mbalimbali pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetujengea msingi mzuri na pia tunataka kuendeleza hicho kitu. Mtazamaji wa Global TV, bado tuko nyumbani kwa mpendwa wetu Mhandisi Boniface Gisima, na bado tunazungumza na wanafamilia. Kwa majina naitwa Monica Gisima, ni binti wa marehemu. Kwa watoto wote tulikuwa tunaona upendo ule wa baba. Baba pia alikuwa ni mshauri mzuri sana. Alikuwa anaweza kutushauri hata kwa vitu vidogo na vitu vikubwa. Kwa hiyo tulikuwa tuna mahusiano mazuri na baba. Baba pia ni mtu wa familia. Alikuwa akirudi nyumbani, anatenga muda na familia yake. Na feel ile presence ya baba amerudi nyumbani. Umezungumza ni binti wa mzee wetu. Kwenye familia yenu mzee alibahatika kupata vijana wangapi au mko wangapi kwenye familia? Baba ameacha watoto 15. Kwa hiyo baba na watoto 15. Monica, tukio hili limetufika katika namna ya dharura kubwa na ni ghafla. Wengi wetu limetukuta katika hali ya mshtuko. Wewe binafsi ulipokea taarifa hizi ukiwa katika hali gani na wapi? Taarifa hizi mimi nimezipokea kutoka kwa mama. Mama alinipigia simu. Mimi sikuwa Dar, nilikuwa Malaysia kimasomo. Kwa hiyo mamangu alinipigia simu akanieleza hizi taarifa. Na baada ya hapo nikaja kuona taarifa kwenye mitandao ya kijamii ambapo kurasa nyingi zilianza kuposti habari za msiba. Baada ya hapo tuka-arrange safari ya kurudi Dar, na ambapo nimefika leo asubuhi. Ni kitu ambacho hata nikiamka kesho asubuhi siwezi kuamini. Mara kwanza nilijua ananitania, lakini kwa sababu taarifa nilisipata kutoka kwa mama yangu kabisa. Kwa hiyo niliona kabisa hichi kitu kimetokea, na pia baada ya hapo nilipata kuona kwenye mitandao peji mbalimbali walikuwa wamempost baba kama amepata ajali na amefariki. Kwa hiyo taarifa zimetukuta tukiwa tuna majonzi sana. Tunamfahamu sisi wengine mzee wetu hususan kwenye mazingira ya utumishi wake, kihudumu kama mtendaji mkuu wa shirika la umeme Tanzania, kwa maana ya TANESCO. Kama baba sasa, unamwelezea vipi namna ambavyo umeishi na mzee? Kama nilivyosema mwanzoni, baba ni mtu wa upendo. Baba alikuwa anapenda kila mtu, anaheshimu kila mtu. Baba alikuwa ni mtu mpole, baba alikuwa ni mshauri mzuri, mkarimu, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujifunza, na pia alikuwa anafurahi sana akiona sisi tunajifunza na tunapiga hatua fulani katika maisha. Kwa mazingira ambayo umeishi na mzee wetu, ni vitu gani mzee wetu vilikuwa vinamfurahisha na alikuwa akiwaasa sana
nyinyi kama vijana wake, lakini ni vitu gani ambavyo kama mzazi pia vilikuwa vikimkwaza sana kiasi kwamba mara kadhaa labda alikuwa akihakikisha anavikemea mara kwa mara? Baba, kitu ambacho kilikuwa kinamfurahisha sana ni elimu. Baba alikuwa anapenda kuona watoto wake wanaenda shule, wanafaulu, wanapata elimu. Kwa hiyo kitu ambacho alikuwa anatusisitiza kila kukicha ni tusome, na sio tu tuishie hapo katika level ndogo, tuendelee zaidi na zaidi. Na pia kitu ambacho baba kilikuwa kinamkasirisha, baba hakuwa na kitu ambacho kilikuwa kinamkasirisha. Baba alijua sisi ni watoto, na ukitana tu sisi ni watoto, sisi ni binadamu. Kwa hiyo yeye alikuwa anapenda kuona kwamba anapata na yeye nafasi ya kuturekebisha kama mzazi. Kwa hiyo alikuwa hachukuli kama hasira, alikuwa anachukulia nafasi, kutumia hiyo kama nafasi ya kutushauri na kuturekebisha. Sawa sawa. Mimi natamani kufahamu pia kwa namna ambavyo pia mmeishi na mzee wetu hapa nyumbani. Ukiachana na majukumu ya kiofisi, mzee wetu labda wakati uko nyumbani ni muda wake mwingi alikuwa akiutumia kufanya nini? Kwa sababu najua kutokana na majukumu aliyokuwa nayo kuna nyakati ambazo labda hamkuwa mnapata nafasi ya kukaa na mzee. Akirudi nyumbani alikuwa anafanya nini, au vitu gani ambavyo kwa kiasi kikubwa ndo alijiwekea? Baba mara nyingi akiwa akirudi nyumbani, hasa kwa muda huu ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa TANESCO, alikuwa pia anakuja kufanya kazi nyingine nyumbani. Kwa hiyo baba alikuwa ni mchapakazi sana. Hata akirudi nyumbani anaendelea kufanya kazi. Ukiachana na kazi pia alikuwa anatenga muda na familia. Tumeishi na baba vizuri. Akirudi atatafuta kuona kila mmoja. Kwa hiyo ni hivyo. Baba ni mtu wa familia sana. Kati ya mambo yote ambayo unaweza ukayakumbuka kwa haraka sana mzee wetu, kipi ambacho unaweza ukakumbuka au ilikawa ni kitu ambacho unaweza ukakieleza kwa urahisi sana kuhusiana na mzee wetu? Upendo. Kitu ambacho naweza nikakieleza kiurahisi au mtu yote akakieleza kiurahisi ni upendo. Baba ni mtu mwenye upendo sana sana. Mnapata nafasi ya kutoa kiongozi ambaye anakwenda kuwahudumia Watanzania. Taarifa ya kwanza mnaipokea kwamba mzee anakwenda kuhudumu kama mkurugenzi wa TANESCO, unakumbuka nini kuhusiana na siku hiyo? Ilikuwa ni siku nzuri sana na siku ya baraka. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi. Wote tulikuwa tumepata taarifa, lakini baba alikuwa yuko Dodoma. Baba kwa muda huo alikuwa anafanya TBA. Kwa hiyo hakuwa na familia kwa siku hiyo, lakini aliweza kututumia ule mkeka, zile taarifa za serikali. Tulipata kuona kama familia, tukakaa tukamshukuru Mungu. Na pia tuliona ni baraka kubwa sana kwa sababu baba amesoma umeme. Kwa hiyo na yeye pia alikuwa amefurahi sana kufanya kazi sehemu ambayo amesomea. Umezungumza kuhusiana na masuala ya elimu, umezungumza kuhusiana na vitu vingi. Ushirikiano kwenye jamii, ni miongoni mwa watu ambao tunafahamu kwamba wamekuwa wana sehemu kubwa ya watu ambao wanamsapoti, anaishi na watu vizuri. Nini ambacho yeye alikuwa kiacha kama mafundisho kwenu, hususan katika ushiriki wenu kwa jamii? Lakini mzee kama familia alikuwa anatushauri sana kuhusu upendo. Kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye kupendana. Kwa hiyo tukipendana sisi kama ndugu tunaweza kusaidiana, kushikana mkono, kuendelea kukaa kama familia hata kama baba pia hakiwa hayupo. Na kitu ambacho baba tumekuwa tukiona akifanya, kama nilivyoeleza awali, baba ni mtu wa upendo sana. Kwa hiyo tumekuwa tukiona akisaidia ndugu, marafiki na watu mbalimbali pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetujengea msingi mzuri na pia tunataka kuendeleza hicho kitu. Kwa namna ambavyo taratibu hizi ama uratibu wa matukio kuelekea katika safari ya kumpumzisha mzee wetu, yamkini kuna mtu ambaye anapata nafasi ya kuzipata taarifa hizi lakini hajapata nafasi ya kuona taarifa kuhusiana na ratiba. Ratiba angalau ile roughly ya uratibu mzima wa tukio la kumpumzisha mzee wetu likoje? Baada ya siku ya leo, wafiwa na waombolezaji wote watasafiri kwenda Bunda, mkoa wa Mara, ambapo tunatarajia kumpumzisha mzee wetu siku ya Jumatano. Kwa hiyo baba atapumzika Mara na sasa hivi yuko hospitali Mara. Yuko hospitali Mara. Poleni sana. Tunashukuru sana. Mimi niwape pole, lakini
kwa niaba ya taasisi ya Global TV, lakini pia Watanzania kwa ujumla, tunaungana na familia kuomboleza msiba huu mkubwa wa mzee wetu, na tunatamani mfahamu kwamba tupo nanyi katika kila hatua. Tunashukuru sana. Mtazamaji wa Global TV, bado tuko nyumbani kwa marehemu Mhandisi Boniface Gisima Nyamahanga, na ni msiba mkubwa kwa taifa. Na majina yangu ni Getneema Gisima, ni mtoto wa 3 katika familia ya Gisima Nyamahanga. Ndio tupo hapa kwenye maombolezo ya msiba wa baba yetu kwa siku hii ya tarehe 13 mpaka Jumanne tutakuwa ni maombolezo, lakini maziko ni Jumatano. Tunategemea Jumatano kijijini Mara Migungani ndipo maziko yatapofanyika kwenye nyumba yake ya milele. Poleni sana. Asante sana, tunashukuru. Mzee wetu alikuwa mtu wa aina gani? Baba alikuwa ni mtu mwenye moyo wa upendo. Sana alikuwa anapenda sana kuhimiza elimu. Baba yetu tumejua mtu ambaye anapenda sana kuhimiza elimu, na sio kuhimiza tu, encourage na kukupa ile njia nzuri ambayo itakuelekeza kwenye kupata elimu nzuri. Mara mwisho ulizungumza na mzee lini labda, na nini ambacho mlizungumza? Mara mwisho ni salamu tu za kawaida ya unaendeleaje baba, za kazi, pole na kazi. Yalikuwa tu ni mazungumzo tu ya kawaida. Kwa namna ambavyo umeishi na mzee wetu, tumepata nafasi sisi ya kumfahamu katika utendaji wake kwenye serikali, na namna ambavyo amefanya kazi kwenye mashirika mbalimbali akifanya vizuri sana. Wewe binafsi unaweza kusema ni kipi ambacho unakichukua kutoka kwa mzee? Ambacho nakichukua kutoka kwake ni uchapakazi na commitment. Yani yupo so committed na kazi, kwa kitu kile ambacho anakifanya anaweka nia na anakifanyia kazi kweli. Yani yupo so committed and straight. Kwa hiyo mimi nitakichukua kutoka kwa baba, na pia nitachukua nguzo yake ya elimu. Tutashikilia sana elimu, na pia tutafanya kama ambavyo yeye alikuwa anapenda tufanye kama watoto wake, na pia tunamwomba Mungu tutaishi kwenye maisha ambayo na mienendo ambayo yeye alikuwa anapenda watoto wake tuendelee kuishi. Kwa hiyo tunamwomba Mungu tuendelee kukaa kwenye hiyo misingi. Ilikuwa ni siku ya kawaida. Tumepokea taarifa kama ilivyokuwa imetumwa kwenye zile posters, taarifa kwa umma. Kwa ilikuwa ni furaha kama moja ya mafanikio ambayo alikuwa amepata baba, kupata nafasi fulani. Tulifurahia na tukamshukuru Mungu pia katika nafasi yake mpya ya utendaji. Mpaka Mungu anapomchukua, tunashukuru Mungu amesimamia nafasi yake ya kazi, amefanya kazi vizuri, amefanya kile ambacho kwa kinahitajika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.